waite mashabiki wa Simba, waite mashabiki wa Yanga, mkutane sehemu moja, mzungumze ni namna gani ambavyo siku ya leo inaenda kuwa furaha au kilio kwa wengine. Naamini kwamba mashabiki wa Yanga wanajinasibu zaidi kwamba wanaenda kumburuza mnyama kwa mara ya 7 mfululizo, lakini na mashabiki wa mnyama nao wanajinasibu ya kwamba unyonge sasa basi. Waliwapeleka Guantanamo Bay kule Amani Complex Zanzibar, lakini wanasema ndio itakuwa machinjio yao. Ni yapi maoni yako msikilizaji na mtazamaji wa Tumezinasa TV? Karibu sana, tunakutana hapa kuhakikisha tunaangazia vyema kabisa dabi ya Kariakoo ambayo inafanyika huko visiwani Zanzibar katika uwanja wa Amani Complex majira ya 2:30 usiku. Imekuwa dabi ambayo mashabiki wanajinasibu kwamba hakuna unyonge tena, hasa mashabiki wa Simba wakieleza kwamba wamechoka kufungwa na watani zao wa Yanga, na Yanga pia wanasema ni watazidi kupiga kwenye mshono mara ya 7 mfululizo. Je, hii dabi kwa upande wako unaitazamaje na inaweza ikawaje na vitu kama hivyo? Na mchezaji mkongwe wa klabu ya Simba Shomari Kapombe amezungumza na kusema kwamba wamejiandaa na wanajua kuwa wana jukumu zito kuelekea mchezo wao dhidi ya Yanga, na kwamba kutokana na kupoteza mechi nyingi dhidi ya Yanga, amesema wao wamejipanga kuhakikisha wanarekebisha pale na kupata alama 3. Ni maneno ya mchezaji wa Simba Shomari Kapombe, Baba Esther, akieleza kwamba yeye na wachezaji wote kwa ujumla wamejipanga kisawasawa kuhakikisha wanaondoka na alama 3. Lakini kwa upande wake kocha mkuu Beka naye ameeleza kwamba ameongea na wachezaji na kuwasisitiza kuwa kutokuwa na pressure kuelekea mchezo dhidi ya dabi, mchezo dhidi ya Yanga kutokana na matokeo ya nyuma walioyapata dhidi yao. Amesema ili kushinda mechi wanapaswa kuwa kwenye kiwango bora zaidi na kutumia vizuri nafasi watakazozipata ili kuhakikisha wanaibuka na ushindi wa alama 3 pale uwanja wa Amani Zanzibar. Ni kocha mkuu wa Simba Steve Beka, yeye akieleza hayo kuelekea mchezo wa dabi ya Kariakoo. Lakini pia kwa upande wake kocha wa Yanga naye ameeleza kwamba hii ndo dabi yake ya kwanza dhidi ya Simba. Anasema kazi yao ni kujiandaa kwa ajili ya kushinda kila mechi wanayoicheza, iwe kati ya Al-Ahly na wao, iwe timu yoyote. Anasema lengo lao kila siku ni kuhakikisha wanapata ushindi. Anasema ndivyo ilivyo hata kwenye mchezo wa dabi, kwamba wanalenga kushinda japokuwa wanatambua kwamba wanakwenda kukutana na wapinzani wenye uwezo mkubwa. Lakini pia ameeleza kuhusiana na Pacome kwamba atakuwa sehemu ya kikosi au itakuwaje. Amesema kuhusu mchezaji Pacome, ni kweli ni kwamba ana majeraha. Anasema sote tulishuhudia alipopata majeraha hayo katika mchezo wao dhidi ya JS Kabylie. Anasema kwa sasa wanaendelea kufuatilia kwa ukaribu hali yake ya kiafya, na baada ya hapo wataangalia uwezekano wa kujumuishwa kwenye kikosi kitakachoivaa Simba. Huyo ni kocha wa Yanga Pedro Gonzalez ambaye ameeleza hayo na kugusia hali ya Pacome na vitu kama hivyo. Lakini mambo mengi yanaendelea hasa kuelekea mchezo huu wa dabi. Mashabiki walivyotoa ile orodha ya waamuzi watakaosimamia mchezo wa dabi ya Kariakoo, mashabiki wa Simba walioji sana kwamba kwa nini, kwa sababu walitamani kuona waamuzi kutoka nje kama dabi iliyopita walivyowachukua waamuzi wa nje wakachezesha hiyo dabi. Lengo kubwa ni kuhakikisha wanapata ile fair play, wakienda mbali zaidi kwamba wamekuwa wakinyongwa na baadhi ya waamuzi ambao wamekuwa wakiamua dabi za Kariakoo, kwamba
uwezekano mkubwa wa kwamba Yanga hawakushinda au mechi zilizopita hawakushinda kwa fair play. Ni mechi chache ambazo walishinda kwa fair play, kwa hiyo wakawa wanatupia jicho kwa waamuzi ambao wamechaguliwa kwamba ingekuwa bora wakatoka nje. Na waamuzi ambao watasimamia mchezo wa Yanga dhidi ya Simba unaofanyika katika viwanja vya Amani Complex Zanzibar majira ya 2:30 usiku. Mwamuzi wakati atakuwa ni Nasoro Mwenchui kutoka jijini Tanga, lakini mwamuzi msaidizi namba 1 atakuwa ni Kasim Mpanga kutoka Dar es Salaam. Mwamuzi msaidizi namba 2 ni Hamdani Saidi kutoka Mtwara, na mwamuzi wa akiba ni Ramadhani Kayoko kutoka Dar es Salaam, na mtathimini wa waamuzi ni Israeli Mjuni kutoka Dar es Salaam. Hilo ni jopo la waamuzi watakaosimamia dabi ya Kariakoo pale Amani Complex itakayopigwa dhidi ya Yanga na Simba. Ikumbukwe Yanga ni wenyeji na dabi itapigwa. Lakini kutokana na mazungumzo hayo ya mashabiki kwamba isafu iliyochaguliwa, mara nyingi dabi zimekuwa zikiharibiwa na maamuzi ya waamuzi kushindwa kutafsiri vyema sheria 17 za mchezo. Na rais wa shirikisho la soka nchini TFF Wallace Karia amesema watawafungulia mashtaka mahakamani muamuzi yeyote atakayeharibu mchezo wa dabi ya Kariakoo baina ya Yanga na Simba. Karia amesema tayari ameongea na bodi ya ligi yani TPLB kuhusu jambo hilo na hataki mzaa kwenye soka, hasa kwa waamuzi wanaoharibu michezo ya soka wa Tanzania. Ameyasema hayo Wallace Karia akifunga mkutano mkuu wa TFF wilayani Kahama mkoani Shinyanga. Karia amesema muamuzi atakayeharibu mchezo huo watamfungia maisha na kumpandisha kizimbani, maana hawataki mchezo mkubwa kama huo kuharibiwa kwa makusudi na maamuzi ya waamuzi. Yanga na Simba wanakipiga leo. Wallace Karia naye akaeleza dhamira yake zidi ya waamuzi ambao wanafanya vibaya, kwamba pengine ikitokea namna moja ama nyingine ni hatua ambazo zitachukuliwa na vitu kama hivyo. Sasa tuangalie upande wa vikosi vyote viwili kwamba kutakuwaje. Tukianza na kikosi cha Simba, ni wachezaji wapi ambao unaona ni hatari, ni wachezaji wa kuchungwa, hasa Yanga inabidi wawe makini nao? Ukimwangalia Anset Oura ni mchezaji ambaye moja kwa moja ameingia katika kikosi cha Simba na amekuwa na mchango mkubwa hasa katika utengenezaji wa nafasi na kufunga mabao. Ni mchezaji ambaye anahitaji kuchungwa. Lakini mchezaji mwingine wa Simba ambaye Yanga inabidi wamchunge zaidi ni Gueye ambaye yeye ameonekana naye moja kwa moja kuingia katika kikosi cha Simba na kuonyesha mchango mkubwa, na haya ni maingizo yaliyoingizwa katika dirisha dogo la usajili. Kwa hiyo ni mechi nyingine mpya ambayo tutaiona. Lakini mchezaji mwingine pia wa kuchungwa ni Ino Luemba ambaye ameonekana pia kuwa mwiba pale eneo la kati, na leo tutashuhudia mambo makubwa zaidi kutoka kwa Luemba. Kwa hiyo au ni wachezaji mimi kwa upande wangu ninaona ni wa kuchungwa zaidi. Chama tunamjua huyo, namna ambavyo kuna muda dabi inamkubali, kuna muda dabi inamkataa, lakini hawa ni wachezaji wa kuangaliwa zaidi. Na tuangalie katika kikosi cha Yanga ni wachezaji wapi hatari wa kuchungwa na ambao kikosi cha Simba kinabidi kiwe makini nao. Kwanza tuanze kwa Alan Okello ambaye anaonekana kwamba hajaingia vizuri na fomu yake aliyetoka nayo huko, lakini dabi huwa ni mechi za
kuwaibua wachezaji. Huwa ni mechi ambazo mchezaji anaweza ajawa na form nzuri, lakini akaibukia kwenye dabi. Mimi naye muona mchezaji wa kwanza wa kuchungwa ni Alan Okello. Lakini tukiachana na Alan Okello, kuna mchezaji mwingine Depu, ambaye mpaka sasa hivi kwenye ligi kuu amefikisha magoli 5. Ni striker kweli ambaye ukimpa nafasi anakufunga. Kwa hiyo mabeki wa Simba inabidi wawe makini na Depu, kwa sababu inaonekana moja kwa moja amekuja kuisaidia Yanga kwa upande wa ufungaji. Lakini mchezaji mwingine wa kuchungwa ni Pacome, kama atapata nafasi. Pacome tunamjua, amekuwa akiamua mechi za dabi kwa uwezo wake alionao. Kwa hiyo kama leo atapata nafasi, itakuwa inatakiwa wamchunge zaidi na zaidi. Au wachezaji watatu niliokutajia ni wachezaji wa kuchungwa zaidi. Max Nzengeli tunamjua kazi kubwa anayoifanya na vitu kama hivyo, lakini hao watatu ambao nimekutajia ni wachezaji wa kuchungwa kweli kweli. Simba inabidi wawe makini nao, wakiwapa nafasi tu watawaumiza na vitu kama hivyo. Na wewe mdau na mtazamaji wa Tume Zinasa TV, unaweza ukaniambia ni wachezaji wapi wa kuchungwa. Lakini pia kwa hapa natamani tuangazie vikosi, kwamba Yanga waingieje na Simba waingieje na itakuwaje. Na wewe unaweza ukaniandikia kikosi chako ambacho unatamani leo kianze kwenye dabi ya Kariakoo. Niandikie first yako 11 unataka iweje. Niandikie hapo kwenye comment, nitakuja pia kupita na comment yako hapo, kikosi chako ambacho umekitaja. Tuanze kwa upande wa wenyeji, kikosi cha Young Africans. Mimi kwa upande wangu na tamani waingie kwa namna hii. Golini awe Djigui Diarra kama kawaida. Mbavu ya kushoto na kulia Zimbwe pamoja na Israel Mwenda. Mabeki awe Baka pamoja na Jobu. Lakini pale katikati asimame Duke Abuya pamoja na Damaro. Pale mbele asimame Okello, lakini kwa winga zote mbili asimame Pacome pamoja na Maxi. Halafu pale juu asimame Depu. Mimi kwa upande wangu naona wakiingia hivyo itakuwa kikosi kizuri kweli kweli cha kupata ushindi mapema zaidi kwenye dabi ya leo. Lakini tukigeukia kwenye kikosi cha Simba, natamani pia na wao waingie na first 11 ya namna hii. Pale golini kawaida Kasali asimame, lakini mbavu ya kushoto na kulia asimame Kibabage na Kapombe. Katikati nikimaanisha kwenye upande wa center back asimame Rushena Delok pamoja na Tule. Pale kati asimame Kagoma pamoja na Kante. Lakini namba 10 asimame Chama, na kwenye winga moja asimame Gueye pamoja na winga nyingine asimame Anicet Oura. Pale juu pale amalizie na Mwalimu kama striker. Itakuwa imekaa vyema zaidi. Ni maono yangu na mapendekezo yangu, ambapo naona kikosi kikiingia hivi dabi itakuwa ya ushindani kweli kweli. Ni yapi maoni yako? Wewe unaonaje? Lakini je, yale ambayo yalikuwa yakisemwa kwamba waamuzi wamekuwa wakiharibu dabi na hizi pressure ambazo wamewapa kutoka nje ya uwanja, unaona waamuzi leo watafanya vizuri? Ni jambo la kusubiri na kuona. Lakini pia hata Ally Kamwe naye, msemaji wa Young Africa, ameeleza kwamba huu sio mchezo wa kubeza kweli kweli. Yanga wako tayari kuhakikisha wanawaburuza mara ya 7 Simba, lakini anaamini Simba hawatakuwa tayari kuburuzwa mara ya 7. Kwa hiyo leo tutarajie kushuhudia mechi moja nzuri, tutarajie kushuhudia mechi moja kubwa, tutarajie kushuhudia dabi nyingine mpya ya kihistoria, kwa sababu ukiangalia kwa upande wa wachezaji ambao kimsingi ni wa zamani, ukiangalia kwenye kikosi cha Simba unampata kama Shomari Kapombe ambaye huyu kahusika kwenye dabi nyingi. Kwa hiyo
tutashuhudia dabi mpya yenye sura mpya na wachezaji wengine wapya. Yote na yote, karata yako ya ushindi wa alama 3 unampa nani? Au mchezo wa leo unauonaje? Mimi kwa upande wangu nashuhudia kuona, lakini naona kuna timu moja itaondoka na alama zote 3. Ni timu ipi? Basi ni kuendelea kushusha komenti yako, na mimi nikiona komenti yako nitakwambia na mimi naona ni timu ipi ambayo itaondoka na alama 3. Mimi ni Mr. Updater wako wa Tumezinasa TV, Robbie Brighton. Kwa sasa sina la ziada. Asante.